haithu yaj'alu risalatahu, mahala pa kuweka ujumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mjuzi zaidi, anayejua mahala sahihi pa kuweka ujumbe wake. Ay ya'lamu al-mawdhi'a as-saliha liwad'iha fihi, Allah anajua sehemu yenye kusilihi kuwekwa ujumbe katika sehemu hiyo. Fayadhauha, ndo anaweka ujumbe. Wa haulai, na hawa watu wa Maka, laisu ahlan laha, si ahali wa huo ujumbe, si ahali wa kupewa utume, si ahali wa kupewa utumishi wa Mwenyezi Mungu wa ubebe wa upeleke kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema sayusibu alladhina ajramu, utawapata wale ambao wametenda makosa. Sayusibu alladhina ajramu, utawapata wale ambao wametenda makosa. Utawapata nini? Utawapata swagharun, udhalili. Swagharun, shekhi asema dhullun, udhalili inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kosa gani? Biqaulihim dhalika, kwa neno lao hilo tu la kwamba sisi hatutomuamini mtume mpaka Mwenyezi Mungu atupe mfano wa hicho alichompa huyo mtume, atupe na sisi utume, atupe na sisi wahi, atuambie sisi. Kwa kosa hilo utawapata wale ambao wametenda makosa, udhalili mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa adhabun shadidun, na adhabu kali, bima kanu yamkurun, kwa sababu ya kitimbi chao. Bima kanu yamkurun, kwa sababu ya kitimbi chao. Sawa? Ma ni harfu masdari, kwa hiyo fi'li madhi na fi'li mudhari zote zimegeuzwa ismu masdar. Hiyo kana na hiyo yamkuru, kana ni fi'li madhi, kanu, yamkuruna ni fi'li mudhari, zimegeuzwa hizo kuwa ni ismu masdari. Sheikh yasema ai bisababi makrihim, kwa sababu ya kitimbi chao. Watukufu ndugu zangu katika imani, wakati tunaisoma hii aya yatakiwa tutafakari mambo kadhaa wa kadhaa. Aya tunasema hapa kwamba wanaoambiwa ni watu wa Maka. Wanaoambiwa ni watu wa Maka. Aya yasema kwamba ilikuwa hawa watu wa Maka waliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanaokusudiwa hapa ni wale wapinzani, kwa maana wale kufar ambao hawajamkubali nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule waambiwa kwamba ilikuwa kila ikiwajia wao ishara kwa maana ya alama, wa idha ja'atuhum aya, kila ikiwadhihirikia na ikiwajia wao ishara ya kuonyesha ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishara ya kuonyesha ukweli wa dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ikijitokeza hiyo ishara, kwa maana ima muujiza au alama ya aina yoyote, walifika mahala wakasema kumwambia mtume kwamba sisi hatuwezi kukuamini wewe mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aseme na sisi, atuambie kuhusiana na wewe. Hapa nasema kuna mu'tabarati, kuna mulahadhat, kuna mambo kadhaa wa kadhaa yatakiwa tuyatazame kwa macho ya makini wakati tunajifunza hii aya. Jambo la kwanza, dharau. Dharau ni kitu kibaya sana. Dharau, kumdharau mtu, dharau. Unajua dharau imeharamishwa ndani ya Qur'an. Dharau imeharamishwa, dharau ndani ya Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu
la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, kwamba nyinyi ambao mmeamini wasitokee wanaume wakawadharau wanaume wenzao, na wala wasitokee wanawake wakawadharau wanawake wenzao, kwa sababu yawezekana wakawa wanaodharauliwa ndio bora kuliko wale wanaodharau. Hawa watu wa Maka wasema wao wana umri, wana mali, vigezo viwili wanavitumia kumdharau mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Mwenyezi Mungu. Wanamdogesha, wanamtweza, hawakubali maneno yake kwa sababu ya umri na kwa sababu ya mali. Hii ni dharau ambayo maskini imekuja kuweka mahala pabaya, imeweka mahala pa ijram, yani mahala pa kufuru. Mwisho wa aya, sayusibu alladhina ajramu, utawapata wale ambao wametenda makosa. Kosa walilotenda ni nini? Kosa walilotenda hapa ni la dharau na kumdharau mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume ni lofa, ni fakiri, ni yatima, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mdogo, wao wana umri mkubwa, lakini amebeba ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunawaona watu, tatizo hili watu wanalo, tatizo hili watu wanakuwa wanalo. Watu wengine, mtu anashindwa hata kujifunza dini, anaswali makosa, anafunga makosa, yani ana Uislamu wa kimakosa, lakini hayuko tayari kusogea mbele ya ustadhi, mbele ya imam, mbele ya mwalimu, mbele ya mtu anayejua dini, amsomeshe ile dini. Sababu ni nini? Sasa huyu bwana mdogo, bwana mimi ni mtu mzima, huyu ni mdogo, mimi ni mtu mzima. Wakati hicho kitu sio sawa, watukufu wa Islam, hicho kitu sio sawa. Nenda kajifunze dini yako, nenda ukajifunze dini yako mbele ya yule ambaye amekuzidi maarifa. Nenda kachukue haki, khudhil hikma wala tanzur min ayi wi'ain kharajat. Mtume anasema nenda kaichukue ilmu popote ilipo, wala usitazame inatoka katika chombo gani, katika mdomo gani ndio unatamka elimu. Midamu ni elimu, ni maarifa. Wewe huna maarifa yale, basi wewe nenda ukajifunze yale maarifa, kwa sababu kesho siku ya kiyama wewe utaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutokujua, na ilhali Allah subhanahu wa ta'ala alimleta mtu anayejua mbele ya macho yako, wewe ukadharau. Haukujifunza swala, haukujifunza ibada, ukabaki kufanya ibada kimakosa. Wengi sana tunawaona wanafanya mambo hayo. Mbona bwana wewe ukai darasani? Mbona humfuate mwalimu bwana akakusomesha? Ambia bwana mwalimu yule hapana, mimi siwezi kusoma kwa yule bwana. Siwezi kusoma kabisa kwa yule bwana. Yule atanisomesha nini? Atanieleza nini mimi yule bwana? Sasa hii finishing ya hii aya hiyo, sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah, utawapata wale ambao wametenda makosa. Al-ijram yani ni mujrimun, wametenda makosa kwa sababu ya kumdharau mtume. Ile dharau imekuwa ni kosa kubwa kabisa, mtu amekuwa ni mujrim kwa sababu ya dharau. Halafu kinachompata kwanza hapa duniani ni udhalili. Ndio hivyo, yani wewe umekataa kujifunza kitu kwa usahihi, ibada kwa usahihi, unaifanya ile ibada kwa makosa, unalifanya lile jambo kwa makosa, ni udhalili. Pengine utakuta mtu ni taarifa ya jambo anapewa na mtu ambaye ni mdogo wa chini yake, anamwambia bwana mkubwa, usahihi wa jambo hili uko 1 2 3. Kwa kuwa alompa ile taarifa ni mtu duni, anamdharau. Kwa hiyo anakwenda mbele ya watu anazungumza ndivyo sivyo. Wewe wafikiri utakaotokea hapo nini? Si ni udhalili? Watu watasema huyu anazungumza kitu ambacho hakijui huyu. Kumbe angelichukua ile taarifa iliyotoka chini akaifanyia kazi, ingelimlindia heshima yake. Kumbe angelijifunza ile ibada kwa mtu wa chini pale, labda ni swala, angeliswali kwa sahihi. Sababu hata hapa sisi tukiswali tunaonana.
Tunaonana kabisa, tukiswali tu hivi unamjua. Huyu ni mtu anajua kuswali, huyu ni mtu hajui kuswali. Hataki kujifunza. Hajui. Hilo ni angalizo ambalo mimi nimependa sana katika hii aya. Nilitaji. Katika aya ya 125 Allah anasema faman yuridillah, basi yeyote yule ambaye atataka Mwenyezi Mungu ayahdiahu, kumuongoza. Yoyote yule ambaye atataka yeye Mwenyezi Mungu kumuongoza, yashrah sadrahu lilislam, atakikunjua Mwenyezi Mungu kifua cha mtu huyo katika Uislamu. Atakikunjua kifua chake, akisikia aya za Qur'ani hivi zitakuwa zinamuathiri, atakuwa anapenda mambo ya dini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakikunjua kifua cha huyo mtu kwa vipi? Asema Sheikh hapa, bi an yaqdhifa fi qalbihi nura, kwa Mwenyezi Mungu kuingiza ndani ya moyo wa yule mtu nuru. Kuna nuru itakayokwenda kuandaa moyo wa yule mtu kuwa na kabilia kukubali kila anachoambiwa katika Uislamu. Fayamfasiha la, kitakunjuka kila kifua kwa ajili ya Uislamu. Wa yakbalahu, na ataukubali yule mtu Uislamu. Sawa. Wa man yuridillahu an yudhilla, na yoyote ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumpacha apotee. Wa man yuridillahu an yudhilla, na yoyote yule ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anataka amwache huyo apotee. Hiyo ni tafsiri tumepewa na al-Allama Sheikh Abdullah bin Sheikh Ayub rahmatullahi alayhi wa ghafara Allahu lahu, mwalimu wetu wakati anatusomesha tafsiri ya Qur'ani kama hivi. Sema hii aya Mwenyezi Mungu anampoteza anayemtaka na anamuongoza anayemtaka, anampoteza. Mwenyezi Mungu hapotezi watu bwana. Sheikh hataki tafsiri hiyo. Mwenyezi Mungu hapotezi watu, Mwenyezi Mungu anakuacha wewe. Sawa, anakuacha wewe upotee. Mwenyezi Mungu anawatakia waja wake wote. Sawa? Allahu latifun biibadihi. Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Inna rabbaka bin nas la raufur rahim. Mwenyezi Mungu kwa watu wote ni mpole, mwingi wa huruma. Aya nyingi Mwenyezi Mungu mwenyewe anaeleza yuko vipi na viumbe vyake na wanadamu, namna alivyokuwa nao. Hakuna mwanadamu ambaye anamtakia, ni mwanadamu mwenyewe kujichechetua tu akili yake. Anasema hapa wa man yuridillahu an yudhillahu, na mtu yoyote ambaye anataka Mwenyezi Mungu kumwacha mtu huyo apotee. Sawa? Mungu kama akiamua kukuacha wewe upotee, anafanyaje? Mungu asema yaj'al sadrahu dayiqan harijan. Sawa? Yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Unaweza kusoma hilo neno haraja kwa visomo viwili. Asema anakifanya Mwenyezi Mungu kifua cha mtu huyo kuwa ni finyu kidogo. Harajan, kifinyu mno. Dayiqan harijan, kifinyu mno. Sawa? Dayiqan harajan, kifinyu kigumu. Sawa? Kinaweza kikawa ni dayiqan harijan, kifinyu mno, au dayiqan harajan, kifinyu kigumu. Kifua chake kinakuwa kigumu. Akielezwa mambo ya Uislamu hayaelewi kabisa. Mwenyezi Mungu hapa anasema kaannama yas'adu fi sama. Sawa? Pindi akikalifishwa imani, akiambiwa mambo ya imani kwake yeye anakuwa magumu. Kaannama yas'adu fi sama, kana kwamba anajikalifu yeye mwenyewe na kujilazimisha kupanda mbinguni.
Yani anapanda kwenda juu, kwenda mbinguni. Hapa sasa hivi uambiwe upande uende mbinguni, ngazi unaiwekaje? Unapanda vipi? Unakwenda vipi? Hilo ni jambo gumu. Hilo ni jambo gumu. Kadhalika basi kama hivyo, yani kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba kuwa muumini mtu kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu ameshaamua kumwacha ni kitu kigumu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kufanya hilo. Yaj'alu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun, atasaliti. Yaj'alu Allah, atasaliti Mwenyezi Mungu arrijsa, adhabu. Atasaliti Mwenyezi Mungu, atapeleka, atawaingiza Mwenyezi Mungu katika adhabu, ala alladhina la yu'minun, wale ambao hawajaamini. Anasema shekhi hapo, neno yaj'alu tulitafsiri kwa maana ya yusallitu, na neno arrijsa asema tutafsiri kwa maana ya al-adhaba. Kadhalika yaj'alu Allahu rijsa, kama hivyo atasaliti Mwenyezi Mungu adhabu. Au anasema neno arrijsa tunaweza tukalitafsiri kwa maana ya ash-shaytana au ash-shaytana, au atamsaliti Mwenyezi Mungu shaytani ala alladhina la yu'minun, juu ya wale ambao hawaamini. Hapa mafunzo ni mengi sana tunayopata katika hii aya, lakini ni kwamba suala la iman ni neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa kwa waja wake anaowachagua, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi, inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa man yuhibbu. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitoa hii dunia kumpa anayempenda na kumpa asiyempenda. Dunia yoyote anapewa, bali waweza ukakuta pia sometime katika baadhi ya maeneo wale ambao hawana Mungu, hawana imani, hawana dini, ndio mambo yao mazuri zaidi, wako bomba sana, wako na maisha mazuri, na Waislamu wakawa katika kipindi kigumu. Na hiyo ilikuwa ni asri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Mtume mpaka anakufa na maswahaba wake bado mambo hayajakaa sawa sawa, mpaka anaingia Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ndio mambo yanaanza kidogo kunyoka, lakini mambo yamekuja kuwa vizuri katika zama za Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ndio Baitul Mal imejaa na mambo ni mazuri, lakini katika kipindi cha Mtume kilikuwa kigumu. Mpaka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza na maswahaba wake wale, anawaambia kwamba hakika mimi siogopi kwenu nyinyi sijui nini na nini, lakini naogopa kwenu nyinyi Mwenyezi Mungu kuja kuwakunjulia dunia hii. Dunia itakunjuliwa hii, watu watakuwa katika neema, na katika kipindi hicho ndo dini itakuwa iko katika rehani. Anataja zama za Waislamu kuja kuwa katika wakati mzuri. Kwa hiyo ipo Waislamu kuwa katika mazingira magumu, wasiokuwa Waislamu wakawa katika mazingira mazuri. Na ushahidi ni asru risala, zama za utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipindi kilikuwa ni kigumu sana, watu wakiishi kwa msaragambo, kila kitu ni michango, wanaitana Waislamu, watu watakwenda vitani, Ghazwat Tabuki, michango inakusanywa, watu wanawezeshana na dini inapiganiwa, mambo yanakwenda. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni sunna yake, ni tabia yake, kwamba Allah anatoa dunia kumpa anayempenda na asiyempenda. Maana wako pia baadhi ya Waislamu wanasema bwana, mimi nimeswali muda mrefu sana, yani
kinaona mambo yangu magumu kabisa, yani sielewi, mambo hayaeleweki. Sasa sijui inakuwaje. Anashtakia, anaona kwamba ugumu wa maisha yake ni kwa sababu ya chuki ya Mwenyezi Mungu juu yake, si ndio? Ndio maana ya fikra yake. Fikra yake ndiko ilikompeleka yeye. Kalla wa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Mungu asema kalla fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Ama mwanadamu pindi Mola wake akimtia mtihani, kumbe ile kupewa kwanza ni mtihani. Fa akramahu wa na'ama, mtihani wenyewe ukawa ni wa kumpa heshima kubwa na kumpa neema, kwa maana riziki kubwa, heshima kubwa, cheo, kawe ni bwana mkubwa sana. Wewe uko katika mtihani shekhi. Wa na'ama, na akamneemesha. Fayaqulu rabbi akraman, mwanadamu saa Mola wangu amenikirimu mimi, amenitukuza mimi, ameniheshimisha mimi. Lakini upande wa pili wa aya Mungu asema wa amma idha mabtalahu, na ama Mwenyezi Mungu pindi akimtia tena mtihani, akimtia mtihani huyu mja, faqadara alayhi rizqa, akaifanya ni taabu juu yake riziki yake. Yani riziki yako ni ya shida. Ukipata miogo, nazi hakuna, haipo kabisa. Siku kuja ukipata nazi, maharage hayapo. Ukipata mchele wa zakatul fitri, mboga hakuna. Nakuona mchele sada, mchele ungekutana na ile nyama ya siku ile ya hija ile, nipika pilau, havikutani. Lakini qadara alayhi rizqa, Mwenyezi Mungu akaifanya finyo sana riziki yake. Mwanadamu anasema fa yaqulu rabbi ahana, anasema Mola wangu amenitweza, amenidharau mimi, amenishusha mimi, hanitaki mimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi Mungu hanipendi mimi, ananichukia. Mungu asema ndani ya Qur'ani, kalla, hapana, sivyo hivyo, sivyo hivyo kabisa. Hakukuwa mimi kukirimu yani mapenzi yangu mimi kwa kumkirimu na kumneemesha mtu, wala chuki yangu mimi kwa kumnyima na kumpunguzia riziki mtu. Mungu asema siko hivyo, sipimwi huko. Sawa? Katika Qur'ani Mungu anasema inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuzi ma anna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwa. Hakuna muovu kama huyo jamaa huyo, anaitwa Qarun. Ni waziri huyo katika serikali ya Firaun. Inna qaruna kana min qaumi, huyo katika watu zama za utawala Nabii Musa, alileta matatizo, akachupa mipaka. Mungu asema wa atainao, nilimpa katika mali huyu kiasi cha kwamba zile funguo, sio mali yenyewe sisi hauwezi kuihesabu. Mungu asema mali yake huwezi kucount. Mungu asema zile funguo za kufungulia magodauni yenye mali, funguo hizo zinawalemeza wale wanyama wenye nguvu, yani ngamia wale wenye nguvu, kwamba ngamia wamefungwa kikundi namna hii, waburuze funguo tu za kufungulia magodauni ya mali, hawawezi. Wewe unakadiria hiyo mali itakuwa kiasi gani? Ni mali nyingi sana. Mali Mwenyezi Mungu mpaka haja tutajia kamia yake, anatutajia funguo za kuhifadhia za sehemu za kuhifadhia ile mali, kwamba funguo ndo zisizobebeka. Maana hiyo mali yenyewe si mchezo, tukufu ndugu zangu katika imani. Lakini hapa ninachotaka kusema ni kwamba Uislamu ni neema kubwa sana. Ukipewa na Mwenyezi Mungu neema ya iman, uitunze na umshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa sisi tunaipata imani kwa kurithi, kwa kuwa umezaliwa tu na mzee Zuberi mwenyewe alikuwa ni Muislamu, kaupata Uislamu huko alikopata. Kwa hiyo na wewe alhamdulillah ni Muislamu. Tunatakiwa tushukuru sana.
lakini wenzetu kwao, wale ambao Mwenyezi Mungu hakuwakadiria imani, jambo hili kwao ni gumu kweli kweli, kiasi cha kwamba anaona ni kitu kizito sana. Majuzi tu hapa, majuzi sio jana, nilikuwa kwenye hafla fulani. Katika hafla ile pakawa pameandaliwa chai ya asubuhi pamoja na chakula cha mchana. Sasa asubuhi sikwenda kwenye chai, wajumbe wenzangu wameenda kwenye chai. Mchana watu wakaenda lunch, very lunch, so mchezo lunch yenyewe, kutokana na shughuli yenyewe ilikuwa ni shughuli kubwa sana, kubwa sana. Hakuna mtu katika nchi alikuwa hayupo, watu wote walikuwepo hapo. Jamaa mwenzangu tulikuwa tumekaa wote, anambia vipi bwana, asubuhi hujanywa chai mpaka saa hizi lunch saa 9, namna gani bwana, mbona hujaenda lunch? Kama sasa mimi si nimefunga, wewe ujui rafiki yangu kama ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema bwana, mimi hicho kitu kinanitatiza, sijapata mtu kabisa wa kumuuliza kwa karibu, hivi ni kweli amni kabisa, yani huli wala unyu, yani unapita mazima mpaka usiku? Naambia ndio. Asema sasa hiyo itakuwa dini kweli au hamjaangalia vizuri? Naambia kwani wewe dini gani? Anambia mimi Mkristo. Naambia naambia si mna Kwaresma sio Kwaresma mnafunga? Sasa mimi hapa nimefunga Kwaresma, yani wewe nimepiga hiyo chai na hii lunch nimekula, mimi nimefunga hivyo. Hivyo umefunga hapa mwenzangu? Sasa nimefunga. Yani unachotakiwa kufunga ni yale mambo ya haramu, Mungu ambayo hayataki. Kwa mfano nyinyi Waislamu, Mungu sikasema mule ng'ombe, sikaruhusu kwenye Qur'an. Sikasema wake zenu wa halali wale mliowaoa si ni halali yako. Kasema kwa hiyo vile vya halali kuishi navyo kuvitumia, hivyo sio kesi. Yani kufunga usiende katika yale ambayo Mungu ameharamisha. Namwambia sisi Waislamu kufunga kwa upande wetu vyote viwili hivyo uwe navyo. Uviwache vile vya haramu kabisa, na ndio lengo hivi tuje tuviwache baada ya Ramadhani, ndio kabisa tuviache kabisa. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani tuache mpaka hivi vya halali, ili tupate nguvu, uwezo na spidi ya kuacha hivi vya haramu. Yani kama wewe umeacha mke wako wa halali, kitendo cha kumwacha mke wako wa halali ndani ya mwezi wa Ramadhani kije kikukumbushe wewe usiende kwa kimada siku ya kula mchana, ubaki kwa huyu wa halali. Sema logic inaiona, lakini hapana, kazi hiyo ngumu sana. Wallahi ananiambia sema hiyo logic umenieleza naiona kwa mbali, lakini kumbe hamnywi. Yani mimi nimekushangaa umekaa hapa na yale mabuffet yana mambo shehe. Ningeenda kutazama tu hata buffet moja. Naambia haina shida kabisa. Haina shida, na ikifika muda wa mabuffet jioni na wewe karibu tutajumuika pamoja. Lakini mimi nimefunga. Hapa natoa mfano ulionitokea hayo wa jana juzi, wanamna wenzetu imani wanavyoiona kuwa ni ngumu. Wao usione kwamba ni kitu cha mchezo. Hii imani ni ngumu. Kuna mwingine sahafu ule wewe unausoma tu, yeye anachanganyikiwa, zile herufi tu zilizokaa zinamchanganya. Sema hii maandishi haya inakuaje? Ni ngumu sana. Lakini sasa natija ya haya maneno yangu, wale ambao sio Waislamu wanatakiwa kuhurumiwa, hawatakiwi kufokewa, kupewa maneno magumu, kutengwa. Hicho ndo tunachokikosea. Jambo lenyewe ni gumu, ilila imani ni gumu sana. Haamini kwanza, Mungu mwenyewe unayemwamini hamuoni. Unaona bwana, arina Allah jahara, tuonyeshe huyo Allah waziwazi. Wanataka wamuone huyo Allah. Maana wao wameweka vitu hivi vya kuonaona. Wanakuambia mtu anaamini sana kitu anachokiona bwana. Sasa yeye Allah hamuoni, na wewe unamwambia hamuamini Allah. Hicho pekee ni kitu kigumu, sio kitu kirahisi sana. Wewe Mwenyezi Mungu amekwishakupa taufiki, wewe Allah ushamuona kwa macho ya imani uliokuwa nayo.
kwamba Allah bwana amejalia bwana nimefuata mtoto wa kiume bwana. Allah bwana amejalia bwana ile kazi nilikuwa naitaka nimeipata bwana. Allah bwana amejalia kitu. Wewe ushamuona Allah kwa macho yako ya nini? Ya imani. Sasa usifikiri hicho ni kitu kidogo kwa mwenzako ambaye haja nusa ile nuru ya imani. Ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo usianze kumnyanyapaa pale. Toka hapa. Kafiri mkubwa wewe, kulia wewe kafiru. Mgalatia wewe. Kuja hapa tutoe Galatia wako hapa. Yaani unamueleza maneno magumu, yaani wazidi kumpatabu. Kwamba yaani huyu mimi ndo ananiona hivi. Huyo anataka aondewe. Sawa? Dua kwa Mwenyezi Mungu amlete katika imani. Hata wewe hilo uliwezi. Sio wewe tu, hata Mtume Muhammad kaambiwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, anajua innaka la tahdi man ahbabta. Hakika wewe Muhammad uwezo kumuongoza kile unamtaka wewe. Hapo Mtume Muhammad anahangaika na familia yake, familia wamkubali. Mwenyezi Mungu amwambia huwezi wewe. Walakin Allah, lakini Allah yahdi man yasha. Anaweza kumuongoza naye anayemtaka. Kwa hiyo muombe mwenzako kwa Allah. Muombe kwa nani? Allah muongoze. Leo hii ikitokea tu kuna shughuli Waislamu na wasiokuwa Waislamu wakachanganyika akaenda shekhe pale. Basi Waislamu wanalalamika wanaanza kumtukana yule shekhe. Shekhe gani? Shughuli ya makafiri umeenda kujiingiza katikati, unaidhalilisha tu Qur'an. Kwenda hapo. Yatakiwa shekhe afikishe hiyo Qur'ani hiyo. Hilo neno la Mwenyezi Mungu latakiwa liwafikie watu wote. Wewe mbona huwahurumia hawa wenzio? Yaani wewe utakubaki wewe tu katika Uislamu vipi? Shekhe tu pale anachotakiwa ni kucheza karata yake vizuri. Sawa? Kwa mfano mwandishi wa Mufti hapa Dr. Harith Nkusa, huyo mtaalamu wa mambo haya ya habari na nini, lakini amesoma Misri, ni daktari, ni mwanazuoni, ni shekhe. Huyu bwana alialikwa katika kanisa la Askofu Gwajima, ufufuo na uzima. Alikubali huo mwaliko, alikwenda. Alipofika pale wakarogwa bwana, wakampa mimbari. Wakajichanganya. Wanamuona hivyo wakajua ni mtu mdogo mwepesi. Wakajichanganya wakampa mimbari. Bwana we, hebu download katika simu yako, wale wenye simu janja. Sijui kanisa la uzima na ufufuo nini, umwandike huyu bwana. Utakuta nondo alizozishusha pale kuelezea Uislamu na kuwaalika wale katika Uislamu, namna Waislamu walikuwa sio wachoyo kama mlivyomiminika hapa kwenye ufufuo na nini na uzima. Karibuni na wapi? Msikitini shekhi. Karibuni na kwa Allah, nako kuna matamu yake, kuna mazuri yake. Akaeleza huruma zilizokuwepo ndani ya Uislamu. Uko chini kwenye comment wanatokea watu wanamtukana. Hana maana. Wewe shehe mzee unaenda kanisani. Asa nini mtizami kazi anayoifanya? Wewe kupata fursa ya kualikwa kanisani ni kitu kikubwa. Sawa? Kina Sayyidina Jaafar na kina Sayyidina Ammar na ujumbe ule wa Habasha. Watu waliokuja Habasha wale watu katika hijra ya kwanza, tukisoma katika sira hijra ya kwanza, ujumbe uliotumwa na mtume uje Afrika, wakaja Habasha kwa mfalme An-Najashi. Wewe unafikiri wale wamekaribishwa wapi? Walikaribishwa wapi? Kanisani. Mfalme akasema hebu waletwe hao wageni hapa. Wakaletwa wageni kanisani. Na waumini wapo, na bwana mkubwa yupo, na makasisi na makuhani na watu wote. Wakaambiwa hebu semeni hizo habari zilizosababisha mkafukuzwa huko, mpaka mkai huko, mwapigwa huko. Hebu eleza. Kaeleza. Bwana, sisi tulikuwa ni wajinga, ilikuwa tunauana, ilikuwa tujui ukweli, ilikuwa yakulul qawiyyu minna dha'if. Mara Mwenyezi Mungu
akaturahamu, akatuletea mtume, anatufundisha kusema ukweli, anatufundisha uaminifu, anatufundisha hivi, anatuambia tuunge udugu, akaueleza Uislamu, na ikasomwa Qur'ani kanisani. Kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Ikasomwa Qur'ani aya chungu nzima, sura Maryam. Falme Najashi anasema, mbona maneno unayoyasema inaonekana yanatoka pale pale yalipotoka maneno aliyokuja nayo Isa? Maneno unayoyasema wewe kijana na maneno ambayo yako ndani ya Injili tunasoma, mbona inaonekana yanatoka katika mamba chemchemu moja? Mbona inaonekana yote ni maneno ya hekima, maneno ya kiungu? Mfalme anaikubali Qur'ani, watu wanatazamana pale kanisani. Sasa mbona haijawa kioja? Mbona haijawa kioja? Ni kwa sababu tu watu kukaa mbali na elimu ya dini, lakini tunatakiwa tuhurumiane kwa mujibu wa aya yasema kwamba imani ni ngumu sana kwa mtu ambaye hana imani. Kwa hiyo yatakiwa sisi tumuhurumie na kumsaidia na kuhakikisha kwamba tunamuita katika imani, kwa sababu ni safari ndefu, sio safari ya kuweka chumvi na kuonja. Unajua kuna kuweka chumvi ile alafu pale pale unafanya nini? Unaonja. Kama haimo ndo haimo, unaongeza tena. Sio safari ya kumvuta mtu kutoka katika kufuru kuleta katika nini? Katika Uislamu. Ni process. Takiwa utulie, siwe kwa maneno yasiyoeleweka. Nafikiri tumeielewa hii aya, ngawaje naeleza juu. Basi wa hadha alladhi, aya ya 126, Mungu asema wa hadha siratu rabbika mustaqim. Wa hadha, na hii dini, alladhi anta alayhi ya Muhammad, ambayo wewe uko juu ya dini hii ewe Muhammad, siratu rabbika mustaqima, ndo njia ya Bwana wako hali ya kuwa ni yenye kunyooka. Sawa, hali ya kuwa ni yenye kunyooka. La iwaja fihi, hakuna kwenda upogo, songo mbingo, kupinda pinda ndani yake. Naambiwa kwamba huu Uislamu huu, sawa, ni dini ya haki ya Mwenyezi Mungu. Anaambiwa, anahakikishiwa Mtume Muhammad, na tunahakikishiwa sisi sote. Sio tena mtu baadaye yuko chuo kikuu anaweza kufanya research, anafanya research ya dini eti. Subhanallah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sabana, mimi nimeanza kufanya utafiti kuhusiana na hizi dini. Kufanya utafiti ili uwasaidie watu waweze kufahamu Uislamu na kufuata na kuamini si mbaya, lakini sio kufanya utafiti baada wewe Mwenyezi Mungu amekupa imkaniyati na alati. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amekupa sasa elimu, una knowledge, una uwezo wa kubukua. Sasa unafanya sio ndio hiyo doktora, sio doktor gani anasema ngoja nifanye utafiti kuhusiana na dini, tizame kwamba ni ipi dini ya kweli kati ya Uislamu au dini nyingine. Wako watu wanafanya huo mchezo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapoteza, anawanyima kabisa nuru ya macho. Akaingia mtu huko akapotea kabisa, akatokea sehemu isiyofaa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa Mwenyezi Mungu anatupa guarantee certificate kwamba wa hadha siratu rabbika mustaqima, hii dini ya Uislamu. Shekhi anatafsiri hapa, sema hadha alladhi anta alayhi ya Muhammad, hii dini ambayo wewe uko juu yake, waiamini na waikubali ewe Muhammad. Siratu rabbika, ndo njia ya Bwana wako, tena mustaqima, hali ya kuwa ni yenye kunyooka. Na shekhi analitafsiri neno mustaqima, anasema wa nasbuhu ala alhali almuakkidi liljumla, kunasibishwa kwake neno mustaqima ni kwa hali. Watu waliosoma nahwu, vijana wa madrasa na waona hapa, hali wal halu wat tamyiz mansubani ala ikhtilafi alwad'i wal mabani, kwamba hali ni ismu yenye kunasibishwa. Sawa, hali ni ismu yenye kunasibishwa kwa ajili ya kuweka wazi kipambo cha fa'il ama cha nani, cha maf'ul. Sasa asema shekhi hapa mustaqima,
hali ya kuwa ni yenye kunyooka. Yani neno hili linasisitiza maneno yaliyopita nyuma, mubtada na habari, hadha siratu rabbika. Hii ndo njia iliyonyooka ya Bwana wako, mustaqima, hali ya kuwa imenyooka kweli. Usiwe na shaka, usitafute research tena ya Uislamu. Uislamu mbona umesema watu wafunge? Uislamu mbona umesema mwanamke sijui awe? Uislamu mbona umesema kadha? Uislamu kila kitu chake kimewekwa kwa viwango vya juu sana. Naomba tufunge kwa design hii tunayofunga, ni jambo linalowezekana na lina maslahi kwetu sisi, na Mwenyezi Mungu hanufaiki chochote na saumu zetu. Hanufaiki chochote. La yanala Allah dimauha wala luhumuha. Mwenyezi Mungu hali nyama wala hali damu, walakin yanaluhu taqwa minkum. Mwenyezi Mungu anachotaka ni utiifu wetu. Utiifu sio kuona labda ukifunga wewe Mwenyezi Mungu kuna kitu anapata. Hapati chochote. Wewe ndo mnufaika na ibada hii. Kwa hiyo Uislamu, vitu vyote vilivyowekwa ndani ya Uislamu, mnufaika ndani ya Uislamu ni mwanadamu, ni Muislamu mwenyewe. Ni Muislamu mwenyewe, si mtu mwingine. Ndio wa hadha siratu rabbika mustaqima. Sawa. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Hakika tumezibainisha aya kwa watu wanaoonyeka. Qad fassalna al-ayat ay bayyana al-ayat, tumezibainisha na kuziweka wazi aya, ishara, alama za usahihi wa dini ya Kiislamu, ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini liqaumi yadhakkarun, kwa watu wanaoonyeka. Sheikh asema yattaidhun, wanaoonyeka. Kwa nini wameambiwa wanaoonyeka tu? Wale ambao hawaonyeki aya hizi kwa zitakuwa haziko wazi, hazifahamiki. Asema wakhusu bidhikri, wamehusishwa wale wanaoonyeka kwa kutajwa, liannahumul muntafi'un, sababu kwao ndio wenye kunufaika. Kwao ndio wenye kunufaika. Tumombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe aya hizi kadhaa tulizozigusa zitusaidie katika maisha yetu ya kiimani. Dakika zimekwenda na muda sasa ni wa maswali. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Wale ambao ni mahadhiri hapa na wenzetu ambao mbalimbali wanaangalia hapa, Sheikh amerekebisha juu ya swala zima la kipindi chetu cha tafsiri ya Qur'an. Sasa hivi ni muda wa maswali.